Matatizo makubwa yanajitokeza katika ndoa zetu ni wanaume kutoelewa wivu wa wanawake. Wivu kwao umetengenezwa ndani ya mwili wao. Lazima tuelewe hicho kitu. Sasa ukitaka mke wako asiwe na wivu, yani wewe uchelewe kurudi asikuulize, upigiwe simu na watu saa ngapi za usiku asikuulize, sijua asikuulize, unamfanya mwanamume anakuwa kama mwanamke, anakuwa kama mwanamume, haiwezekani. Wameumbiwa wivu. Upo, lazima tuelewe. Na hii ilimsumbua vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika wake zake Bi Aisha na Hafsa ndio walikuwa na wivu zaidi kuliko mwanamke yote mwingine. Siku moja Mtume sallallahu alaihi nyumbani kwake, wamekuja wageni ghafla. Ya Aisha mdogo, ni binti, yani hajakuwa, hana ule uzoefu wa kuhendo nyumba ya wageni wengi. Mama Umu Salama akaangalia akasema pale nimsaidie Aisha. Akatayarisha chakula haraka haraka, akatia kwenye mavyombo yao, akatiwa sio ni hot pot au nini, Allahu aalam. Akamchukua kijana wa kazi, peleka mara moja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi vyombo vikaja. Aisha akasimama mlangoni, kaona vyombo vinakuja na vyakula ndani. Inatoka wapi? Kaambia Mama Umu Salama amenituma nilete. Ulete hapa kwangu. Akachukua vile vyombo akavibamiza chini mbele ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na mbele ya wageni. Ingekuwa mimi na wewe tungefanya nini? Talaka sijui 10 mpelekee na mjomba wako na babu yako, na unanidhalilisha mbele ya wageni, umenivunjia heshima yangu na hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alielewa huu ni wivu wa kina mama. Akawarogeukia wageni akamwambia, gharat ummukum, mama yenu amepata wivu kidogo, sio na wasiwasi. Akaenda kwenye kabati la Aisha akachukua vyombo vipya, akamwambia ampelekee Umu Salama. Sasa maana yake huyu kavunja vyombo vyake, kesi imeisha. Ametambua wivu wa wake zake. Usitarajie mwanamke asiwe na wivu, atakuwa akupendi, atakuwa sio mwanamke umemgeuza sasa amekuwa kama mwanamume. Hata wanaume wenyewe wana nini? Wana wivu.